Aprili 26 mwaka 1950 ni siku aliyozaliwa mzee Wilbrod Mtatina, mkazi wa kata ya Nyanga, manispaa ya Bukoba. Baada ya kuishi miaka 76, alifariki dunia Aprili 28 mwaka 2026 akiwa ameacha alama isiyofutika kwa familia, ndugu na jamii inayomzunguka. Maelfu ya wakazi kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania walijitokeza nyumbani kwake kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho. Waliohudhuria ni pamoja na ndugu, jamaa, marafiki, viongozi mbalimbali wa kijamii na kisiasa, akiwemo katibu wa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini Amada Simba, meya wa manispaa ya Bukoba Acton Lonkomes na mkuu wa wilaya ya Bukoba Elasto Sima. Hali ya huzuni ilitawala katika familia nzima, huku vilio na majonzi vikisikika kutoka kwa waombolezaji walioguswa na msiba huo. Kupitia misa takatifu ya kuaga mwili wa marehemu, Padre Renovatus Bino Mkama alitoa ujumbe mzito wa kiroho, akiwakumbusha wanadamu umuhimu wa kuishi maisha mema yenye upendo na mshikamano, kwani maisha ya duniani ni mapito. Kwa hiyo hayo maisha ndiyo yanayotufanya tuonekane hapa duniani, ama ni wema ama si wema, ama ni wabaya ama ni wazuri. Kwa hiyo tujitahidi kuyaishi maisha yanayompendeza Mungu na wanadamu. Mwampeleo, tujitahidi kuishi maisha yanayompendeza Mungu na wanadamu. Una haja ya kufuatilia mwenzako, lakini wewe mwenyewe jipange, Mungu unamfanyia nini? Kwa niaba ya serikali na Chama cha Mapinduzi, meya wa manispaa ya Bukoba aliwasilisha salamu za lambilambi kwa familia ya marehemu, akielezwa kuguswa kwao na msiba huo na kupongeza mchango wa marehemu katika jamii. Matumaini ndiyo silaha pekee yenye nguvu hata wakati kila kitu kimefanyeje? Kimepotea. Kwa hiyo ndugu wana familia, lakini pia wana mtaa huu na wananchi wote wa kata ya Nyanga, msiba huu ninajua ni mzito, lakini nataka niwaachie neno moja kwa niaba ya halmashauri ya manispaa ya Bukoba, ni kwamba matumaini ndiyo silaha pekee yenye nguvu hata katika kipindi hiki cha kumpoteza baba kwa wengine, mume, babu, lakini pia kiongozi kwa wananchi wa eneo hili. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini jambo la pili, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, ikiwa mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, kwa niaba ya wenzangu tumefika kutoa pole. Ninakushukuru sana Baba Padri, umesema ile kanuni namba 8 ya chama chetu kwamba nitaongea ukweli daima, fitina kwangu nini? Fitina kwangu mwiko. Na mimi nataka niseme ukweli kwamba Mzee Rugaina amekuwa ni kiongozi mahiri, lakini pia amejitoa kwa maslahi ya maendeleo ya mtaa huu na kata ya Nyanga, lakini pia manispaa ya Bukoba kwa ujumla. Wakizungumza kwa nyakati tofauti wakati wa mazishi, baadhi ya waombolezaji walieleza kuwa mzee Wilbrod alikuwa mtu wa watu, mwenye upendo na aliyegusa maisha wengi. Walisisitiza kuwa idadi kubwa ya watu waliojitokeza si bahati mbaya, bali ni matokeo ya maisha yake mema na uhusiano mzuri aliyoujenga kwa jamii. Kifo chake kinabeba funzo kubwa kwa walio hai, kwa namna tunavyoishi na watu leo ndiyo kumbukumbu itakayoachwa kesho. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema peponi. Amen. Hii ni TNTV, usahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment.